Wapendwa katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Nipende kualika ndugu, rafiki na jamaa katika channel yetu hii ya Ondoka Uangaze Ministry, na niendelee kuwakaribisha na wote pia wale ambao wanaendelea kutufuatilia. Jina la Bwana liendelee kutukuzwa. Basi niwaalike wote katika kipindi hiki ambacho ni kipindi kizuri, na Mungu amekusudia kupitia mambo haya watu waweze kupata elimu na ufahamu. Unajua, ukisoma katika kitabu cha Danieli 12 na ule mstari wa 4, tusome kidogo kabla tujaomba. Anasema hivi: lakini wewe, Danieli, yafunge maneno haya ukayatie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Kwa hiyo Mungu alikuwa amekwisha kutabiri ya kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka. Kwa hiyo si maarifa tu ya kumjua Mungu, lakini pia maarifa ya ulimwengu yataongezeka. Na kwa sababu maarifa yanaongezeka, basi ni vyema na sisi kutumia maarifa haya kwa ajili ya kufikisha ujumbe kwa watu ili waweze kuokolewa. Kwa hiyo kupitia mitandao ya kijamii tunaitumia kwa kipindi hiki ambacho neema bado ipo, ili watu waweze kusikia ujumbe, na wale watakao kuwa tayari kwa ajili ya wokovu basi wakaweze kuokolewa. Kwa hiyo ninawakaribisha wote katika kipindi hiki. Karibuni sana. Basi kabla tujaanza kipindi chetu, ningependa nitangaze mada ambayo tunahitaji kujifunza siku ya leo, na wale wote wanaotufuatilia waweze kutambua. Na baada ya kuweka wazi mada hiyo, basi tutakwenda kuomba. Leo nataka tuzungumzie jambo moja ambalo linaitwa jaribu. Jaribu. Natumai kila mmoja alishawahi kusikia jambo hilo, na sio kusikia tu, miongoni mwetu huenda tulishawahi kupatwa na majaribu. Kwa hiyo nataka tuzungumzie majaribu, kwamba nini chanzo cha majaribu na kwa nini yanakuwepo majaribu yale ambayo wewe unapitia na mimi napitia. Tuweze kutambua, je, Mungu anakuwa na makusudi katika majaribu? Je, ni mpango wa Mungu tuweze kujaribiwa? Hayo yote tutaweza kuyajibu kupitia maandiko matakatifu, lakini sio kujibu tu, na kutiana moyo pia kwa wale ambao bado wanaendelea kupitia majaribu. Nafahamu ya kwamba ndugu yangu, kuna majaribu ambayo unayapitia, lakini pia hata mimi kuna majaribu ambayo nayapitia. Basi tuombe alafu tuanze kipindi. Baba yetu na Mungu wetu ishe juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa upendo wako mkuu. Masaa na wakati huu tunapoingia katika kipindi, uwe mwalimu, tufundishe. Tumeomba kwa imani kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina. Basi niwaalike sasa tuweze kuanza kipindi chetu. Jaribu. Unaposikia neno jaribu au majaribu, si neno geni wala si neno jipya. Unajua, tunapozungumzia majaribu, wengi asilimia kubwa wanakimbilia kukosa pesa. Kwamba najua jaribu ni kuwa na maisha magumu. Sawa, nalo ni moja ya jaribu, lakini nataka tuzungumzie kiundani zaidi kuhusu majaribu. Basi tutaanza na kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 kuanzia mstari wa 13. Ndilo fungu pekee ambalo natamani tuanze nalo, na kupitia fungu hili tutaweza kupiga hatua zaidi na zaidi na kujifunza kuona kile ambacho Mungu amekusudia. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 13 inasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo kumbe majaribu ambayo wewe unayapitia, majaribu ambayo mimi nayapitia, majaribu ambayo ndugu anayapitia, tuweze kutambua ya kwamba jaribu ni kawaida ya wanadamu. Hakuna jaribu ambalo unaweza ukalipitia lisiwe kawaida ya wanadamu. Kila jaribu ambalo mwanadamu analipitia ni kawaida ya wanadamu kupitia jaribu hilo. Wengi tumejikuta tunapokuwa katika majaribu tunanungunika na kukata tamaa na kuona kana kwamba Mungu ametuacha. Lakini nataka nikutie moyo, mtu wa Mungu, unapopitia majaribu
usihisi kana kwamba Mungu amekuacha. Hapana, Mungu hajakuacha. Mungu hajakuacha. Na majaribu unayopitia ni makusudi ya Mungu upitie majaribu hayo, kwa sababu Mungu anahitaji akukamilishe kupitia majaribu. Kwa hiyo andiko linasema kwamba jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo kila jaribu tunalolipitia ni kawaida mwanadamu apitie, na si kwamba ni kitu kipya. Ukisoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, kuna maneno Petro anayozungumzia, niweze kuyaunganisha alafu tuweze kwenda mbele. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 4 na ule mstari wa 12 anasema hivi: wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Kwa hiyo jaribu sio ni kitu kigeni. Jaribu si kwamba ni wewe ndiye umeanza kupata. Na kuna wakati jaribu linakuwa kama moto, utamani hata kufarijiwa. Wakati mwingine jaribu linakuwa kubwa kiasi kwamba unaona unaweza ukawa tayari hata kumuasi Mungu na kumkosea. Lakini nikutie moyo ndugu yangu, jaribu tunayoyapitia ni majaribu ambayo Mungu anakuwa amekusudia, na si kwamba ni jambo geni. Tunajifunza katika Biblia. Unajua, ukisoma katika kitabu cha Warumi, katika kitabu cha Warumi 15 na ule mstari wa 4, kuna maneno hapa nataka tuyaangalie ili tuweze kujifunza. Warumi 15 na ule mstari wa 4 anasema hivi: kwa kuwa yote yaliyotanguliwa kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hiyo yote yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu, Mungu ameruhusu yaandikwe kusudi kupitia maandiko hayo yaweze kutupa faraja, yaweze kutupa tumaini. Kwa hiyo jaribu ni kawaida mwanadamu yoyote aweze kupitia, lakini majaribu yanatofautiana. Unaweza ukajaribiwa wewe tofauti na mimi nikajaribiwa tofauti. Hii inategemeana na imani nilionayo mimi, na imani ulionayo wewe, na imani alionayo mwingine, lakini yote yanaitwa ni majaribu. Kwa hiyo jaribu linalokupata wewe ndugu yangu lisikukatisha tamaa, ukafikia hatua ya kumkosea Mungu, ukafikia hatua ya kuona Mungu amekuacha. Hapana, tutambue ya kwamba kupitia majaribu ni kawaida ya mwanadamu. Mwanadamu lazima apitie majaribu. Lakini tunaona ya kwamba maandiko yote yaliyotanguliwa kuandikwa, kuna mifano mingi katika Biblia, kuna mifano mingi katika maandiko ya wale yaliyokwisha kuwapata. Maana tumeambiwa kwamba jaribu si jambo jipya, si jambo geni, bali kuna watu waliokwisha kupata majaribu, na tunapojifunza kupitia wao tunatiwa moyo. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10, tutasoma kuanzia tutaanzia mstari wa 11. Anasema, basi mambo hayo yaliyopata wao kwa jinsi ya mifano yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya dhamani. Kwa hiyo mambo yaliwapata wao yakaandikwa kwa ajili yetu sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo katika Biblia tunaweza tukaangalia watu kadhaa waliopitia katika majaribu. Tunaweza tukampata mtu mmoja ambaye anaitwa Ayubu. Ayubu alipitia majaribu ambayo kiasi kwamba ukiyatazama kwa imani ulio nayo wewe, hayo majaribu yangekuwa ni yako, usingeweza kustahimili. Lakini kama nilivyotangulia kusema awali, tunajaribiwa kulingana na imani. Mungu hawezi kukujaribu kupita kiasi. Hebu turudi katika kitabu cha Wakorinto hapo. Wakorinto 10 tulikuwa mstari wa 13. Ni fungu ambalo tutalichambua kwa kina ili tuweze kujifunza na kutiana moyo. Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 13. Anasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Sikia point. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe
kupita muwezavyo. Kwa hiyo licha ya majaribu tunayopitia, tutambue ya kwamba Mungu ni mwaminifu, hawezi kutuacha tujaribiwe tupitavyo. Kwa hiyo kama wewe imani yako ni kidogo, Mungu atakuletea jaribu kulingana na imani yako. Kama imani yako ni kubwa, Mungu atakuletea jaribu kulingana na imani yako. Mungu hawezi kumjaribu mtu ampe jaribu ambalo litakuwa ni kinyume na imani yake. Mungu hawezi kufanya hivyo. Nasema Mungu ni mwaminifu, hata waacha watu wajaribiwe kupita wawezavyo. Nirekebishe kauli hii. Tulikuwa tunazungumzia habari za Ayubu. Kisoma kitabu cha Ayubu 1, tunapata habari za Ayubu na tunaweza kujifunza, maana tumeambiwa yaliyotanguliwa kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi tupate kuwa na saburi na tumaini. Katika kitabu cha Ayubu anasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Tunapewa habari za Ayubu. Si kwamba Ayubu anajaribiwa kana kwamba Mungu alikuwa amemuacha. Tunaona sifa za Ayubu. Alikuwa ni mtu mchaji wa Mungu, aliyeepukana na uovu, aliyekuwa na moyo mwelekevu. Tunaambiwa kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Tunapewa sifa za Ayubu. Tunaambiwa Ayubu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki kwa kipindi cha Ayubu. Sikiliza vizuri. Mstari wa 6, Ayubu 1:6. Nasema ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujizulisha mbele za Bwana, Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huko na humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu? Mungu anamuuliza Shetani, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu ulipokuwa katika kuzunguka huko na huko? Anaendelea nasema, kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu, nasema ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yumcha Bwana bure? Shetani anamwambia Ayubu ya kwamba unasema Ayubu mtumishi wako anakucha wewe, ni mwelekevu wa moyo. Hivi unadhani Ayubu anakucha wewe bure? Sikiliza pointi anazotoa Shetani. Mstari wa 10, wewe ukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo, kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Kwa hiyo Shetani anamwambia, unajua Ayubu huyu mtumishi anakucha wewe si kwa sababu anakucha bure, hapana. Ukumbuki ya kwamba umemzingira mali yake yote. Ukumbuki ya kwamba mali yake umeibariki. Ukumbuki ya kwamba familia yake umeilinda. Ndio maana Ayubu anakucha wewe. Sasa sikiliza. Lakini nyoosha mkono wako sasa uyaguse hayo yote aliyo nayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Kwa hiyo hapa ni majadiliano kati ya Shetani na Mungu, wakijadiliana juu ya mtumishi wa Mungu Ayubu. Nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Bwana akamwambia Shetani, tazama yote alionayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyooshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele ya uso wa Bwana. Kwa hiyo tunakuona majadiliano kati ya Shetani na Mungu juu ya mtumishi wake Ayubu. Shetani anatoa udhuru na kusema, unajua Ayubu hakuchi wewe bure. Kuna mambo umembariki, umemzingira mashamba yake, umembariki kila shughuli ya mikono anayofanya. Hiyo ndiyo sababu Ayubu anakucha wewe. Mungu naye akasema, kwa hilo tu basi kila jambo la Ayubu liko mikononi mwako, lakini tunza uhai wake. Kwa hiyo Mungu akamruhusu Shetani amujaribu Ayubu ili Mungu aweze kutukuzwa kupitia Ayubu. Kwa hiyo Shetani hawezi kumjaribu mwanadamu aliye upande wa Mungu
kama Mungu hajaruhusu. Maana Mungu anamkingia familia yake, anamkingia biashara zake, anamkingia kila kitu alicho nacho. Ili shetani ya kujaribu ni mpaka pale Mungu atakapotoa nafasi. Na je, Mungu anatoa nafasi ili ujaribiwe, nini kiweze kupatikana? Jambo la kwanza, Mungu anatamani ajivunie wewe kwa shetani. Hujanielewa bado? Yaani Mungu anatamani kupitia wewe aweze kujivuna kwa shetani na kumwambia ya kwamba licha ya kwamba umeuingiza ulimwengu katika dhambi, watu wengi wamekuamini, lakini bado nina machipukizi ya watu ambao wako tayari kusimama na kunitetea na kuitetea kweli. Kwa hiyo nakupa uwezo, jaribu. Kwa hiyo uwezo ukakuta jaribu ndugu unalolipitia ni Mungu ameruhusu ili kupitia jaribu hilo aweze kumuonesha shetani ya kwamba katika ulimwengu bado kuna watu wanasimama imara wakimcha Mungu. Kwa hiyo usisite ndugu yangu, usikate tamaa, usiwaze na kuona kana kwamba Mungu amekuacha, lakini tambua ya kwamba Mungu anataka kupitia wewe amuoneshe shetani ya kwamba ana watu duniani waliosimama imara na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo anasema ya kwamba licha ya jaribu ambalo tunaweza kulipitia, licha ya matatizo ambayo tunaweza kuyapitia, lakini Mungu ni mwaminifu, hawezi kutuacha tujaribiwe kupita kiasi ambacho tutaweza kustahimili. Turudi katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 13. Ndilo fungu letu ambalo tutalipitia na kusoma mafungu mengine. Anasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Sikiliza mtu wa Mungu. Anasema hivi, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Sikiliza Mungu alivyo mwaminifu. Licha ya kwamba ameacha ujaribiwe, licha ya kwamba amemruhusu shetani aweze kukujaribu kupitia biashara zako, kupitia familia yako, kumekuwa na magonjwa, kupitia kazi zote unazozifanya, kupitia imani yako, umeshindwa kusimama imani na kumtegemea Mungu. Hayo yote ni majaribu ambayo Mungu anayaruhusu ili kumuonesha shetani ya kwamba wewe upo tayari kumtumikia Mungu kwa gharama yoyote ile. Kwa anasema Mungu ni mwaminifu, hawezi kukuacha, hawezi kuniacha, hawezi kuwaacha watu wote waweze kujaribiwa kupita wawezavyo. Mungu hawezi kukuacha ndugu yangu ujaribiwe kiasi ambacho hutashindwa kustahimili. Kwa hiyo ukiona jaribu unalopitia, jua ya kwamba Mungu ametambua una uwezo wa kulistahimili jaribu hilo. Ndio maana ameruhusu uweze kujaribiwa kwa namna hiyo. Kama Mungu asingetambua kwamba huwezi kustahimili jaribu hilo, asingeruhusu uweze kujaribiwa. Lakini Mungu ametambua ya kwamba ana mtumishi wake pale anaweza kustahimili jaribu, amekupa jaribu hilo ili uweze kulistahimili. Sikia vizuri tunavyopiga hatua. Katika kitabu cha Yakobo tunapewa habari, katika kitabu cha Yakobo 1 na ule mstari wa 2. Yakobo 1 na ule mstari wa 2, kuna maneno mazuri tuendelee kuyaona hapo. Katika kitabu ni cha Yakobo 1 na ule mstari wa 2. Anasema hivi, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu. Sikiliza Yakobo anavyosema. Anasema ya kwamba tuhesabu ni furaha tupu. Hebu sikiliza, ni furaha tupu kufanyaje? Ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Sikiliza Ayubu. Anasema ya kwamba Yakobo anasema ya kwamba tufurahi tunapokuwa tukiangukia katika majaribu mbalimbali. Hebu tujiulize, mimi na wewe, tunapopitia katika majaribu huwa tunafurahi? Asilimia kubwa huwa tunanungunika, kwa sababu jaribu linakuwa kali, jaribu linakuwa kama moto, linachoma. Lakini Yakobo anasema tufurahi tunapokuwa tukiangukia katika majaribu
mbalimbali. Kwa nini tufurahi? Mstari wa 3, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kwa hiyo kumbe tufurahi tunapoangukia katika majaribu ni kwa sababu tunajaribiwa imani zetu. Unajaribiwa imani yako. Unajua, tunapozungumzia imani, ukisoma katika kitabu cha Warumi 10 na ule mstari wa 17, anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Je, imani yako wewe imejengwa katika kusikia neno la Kristo, au imani yako imejengwa kwa sababu ya wazazi wako, kwa sababu ya mke wako, kwa sababu ya mume wako, kwa sababu ya watoto wako? Sasa imani inapojaribiwa ina uwezo wa kusimama kama imani ilijengwa kupitia neno la Kristo. Kwa hiyo majaribu yanatupata ili kuzithibitisha imani zetu kana kwamba tulizijenga katika msingi ambao ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11 na ule mstari Wakorinto wa kwanza 3 na ule mstari wa 11, tunaambiwa hakuna msingi mwingine, hakuna awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Kristo. Kwa hiyo imani yangu, imani yako, imani ya ndugu mwingine inapaswa ijengwe juu ya msingi ambaye ni Kristo. Na pale jaribu linapokuja, iwe ni katika kazi, iwe ni katika familia, iwe ni katika mashamba, jaribu linapokuja unakuwa na uwezo wa kulistahimili kwa sababu imani yako umeijenga juu ya mwamba, na mwamba huo ni Yesu Kristo. Kwa hiyo jaribu linapokupata ndugu yangu, tunapaswa ufurahi. Ninapaswa nifurahi, tunapaswa tufurahi. Japokuwa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro tumesoma na kuambiwa, tutarudia kidogo ili tuweze kupiga hatua. Waraka wa kwanza wa Petro 4 na ule mstari wa 12, anasema, wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu geni kiwapatacho. Kwa hiyo wakati mwingine inakuwa ni msiba, unapata majaribu mpaka inafikia hatua unaona Mungu amekuacha. Lakini tambua ya kwamba hiyo yote ni Mungu anajaribu imani yako. Na wale watakaoweza kusimama imara na kustahimili majaribu, kisoma Yakobo 1 mstari wa 12. Yakobo 1:12 anasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. Kwa hiyo Mungu anasema heri mtu atakayestahimili majaribu, heri mtu atakayeweza kuvumilia majaribu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na moyo mkuu, tunapaswa kujipa moyo mkuu ya kwamba majaribu tunayoyapitia ni kitambo. Hakuna jaribu ambalo linaweza kudumu katika maisha ya mwanadamu, kwa sababu kila jaribu unalolipitia Mungu amelikusudia, na wakati anaokupatia jaribu si wakati ambao utadumu. Lakini tunadumu katika majaribu ni kwa sababu gani? Sikiliza sasa kitu hiki. Tunadumu katika majaribu ni kwa sababu moja, macho yetu ya kiroho yameshindwa kuona mlango ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya kutokea majaribu. Hujanielewa vizuri, mpaka nisome kitabu cha Wakorinto wa kwanza 10 na ule mstari wa 14. Tanzie hapo. Wakorinto wa kwanza 10 mstari wa 13. Anasema hivi, sikiliza vizuri. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa leo kawaida ya wanadamu, tumekwisha kuona, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. Sikiliza sasa. Anasema pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwa hiyo Mungu pamoja na kutujaribu anaweka mlango wa kutokea ili tuweze kustahimili majaribu. Kwa hiyo ni macho yetu tu yameshindwa kuona mlango ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya kushinda lile jaribu. Kwa hiyo tumejikuta tunakaa katika majaribu kwa muda mrefu, lakini makusudi ya Mungu si mwanadamu akae katika jaribu hilo kwa muda mrefu. Hapana, makusudi ya Mungu anakupatia jaribu
kupima imani yako, anafungua mlango kwa ajili ya kutokea. Kwa hiyo ni mimi na wewe tu kukubali na kusema ya kwamba Mungu, mnipe macho ya kiroho sasa niweze kuona mlango ulio mbele yangu kwa ajili ya kushinda, kwa ajili ya kutoka katika jaribu hili na niweze kustahimili. Mungu ni mwaminifu kwa wanadamu wote wanaomjia yeye kupitia Kristo, ataweza kuwaokoa katika majaribu. Katika waraka wa pili wa Petro 2 na ule mstari wa 9 anasema Bwana ajua kuwaokoa watu na majaribu. Bwana anajua kuwaokoa watu na majaribu, na amesema ya kwamba tunapopitia katika majaribu ameweka mlango kwa ajili ya mimi na wewe kustahimili ili tuweze kutoka. Kwa hiyo ni macho yetu ya kiroho tunapaswa kumuomba Mungu na kumwambia atufungulie macho yetu ya kiroho tuweze kuona jaribu linapotujia na tuweze kuwa na ustahimilivu na kuona mlango kwa ajili ya kutokea. Kwa hiyo mpendwa, nikusihi tu katika Kristo ya kwamba usihuzunike kiasi cha kwamba unatamani hata kuikana imani, unatamani hata kuacha kushikilia uthabiti wako. Hiyo yote ni kwa sababu ya jaribu. Hapana. Yesu Kristo alikufa msalabani, alizaliwa kama mwanadamu, akachukua asili yote ya ubinadamu, akajaribiwa kama ambavyo mimi na wewe tungejaribiwa, na akaweza kushinda. Katika kitabu cha Waebrania, tunaposoma katika kitabu cha Waebrania 2 tunapewa habari. Waebrania 2 kuanzia mstari wa 17 anasema hivi: hivyo ilimpasa kufananisha na ndugu zake katika mambo yote, apate kuwa kuhani mkuu mwenye rehema, mwaminifu katika mambo ya Mungu, ili afanye suluhu kwa dhambi za watu wake. Sikiliza mstari wa 18. Na kwa kuwa mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweze kuwasaidia wao wanaojaribiwa. Kwa hiyo Kristo alichukua ubinadamu wetu, akachukua asili yetu. Kwa hiyo jaribu lolote unalolipitia, Kristo alilipitia alipokuwa na mwili wa nyama kama wa kwako. Ukisoma kitabu cha Wafilipi 2 na ule mstari wa 5, anasema yeye aliyekuwa na utukufu akatwaa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu, akajinyenyekeza, naam, hata mauti ya msalaba. Kwa hiyo Kristo alichukua ubinadamu kwa ajili yako. Kristo alichukua ubinadamu kwa ajili yangu. Kristo alichukua ubinadamu kwa ajili ya wanadamu wote, kiasi kwamba majaribu wanayoyapitia yeye mwenyewe aweze kushinda, ili wale wote atakaomjia waweze kushinda kama yeye alivyoshinda. Kwa hiyo tunaye Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ameshinda majaribu kwa ajili yetu. Mimi na wewe mpendwa, hatupaswi kunungunika. Tunaye jemedali Yesu Kristo asimamaye upande wa wana wa watu wa Mungu, na huyo yupo tayari kubeba udhaifu wako, yupo tayari kubeba udhaifu wangu na kuendelea kutushindia zaidi na zaidi. Kwa hiyo nikutie moyo ya kwamba tusikate tamaa kiasi kwamba tunatamani kuikana imani. Hapana, tunapaswa kushikilia na kusonga mbele na kuzidi kumuomba Mungu kupitia kwa mwanaye Yesu Kristo, ili asimame pamoja na sisi na kutuongoza na kutufikisha mpaka kule ambako amekusudia. Kwa hiyo rafiki yangu mpendwa, nikusii na kukutia moyo. Huenda inaweza ikawa ni jaribu la njaa, huenda inaweza ikawa ni jaribu la vita. Ukisoma katika kitabu cha Warumi, Paulo anaelezea katika kitabu cha Warumi 8, anaelezea majaribu ambayo yanaweza yakawa ni makubwa kiasi kwamba watu wanatamani kuikana imani. Katika kitabu cha Warumi 8 na ule mstari wa 35 anasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Anasema, je, ni dhiki au ni shida au ni adha au ni njaa au uchi au hatari au upanga? Je, ni kipi ambacho kinaweza kikakutenga na upendo wa Kristo, mtu wa Mungu? Je, ni njaa? Je, ni shida? Je, ni adha? Je, ni upanga? Hapana mpendwa, kisiwepo kitu ambacho kitaweza kututenga na upendo wa Kristo, bali tusimame imara tukitumaini ya kwamba
Kristo alichukua ubinadamu wetu, akajaribiwa kama sisi ambavyo tunajaribiwa, na kupitia kujaribiwa aweze kutushindia na sisi tuweze kushinda. Ukisoma katika kitabu cha Waebrania, katika kitabu cha Waebrania 4 na ule mstari wa 15. Waebrania 4 na ule mstari wa 15, nikutie moyo mtu wa Mungu, usinungunike bali unapaswa ufurahi. Anasema Waebrania 4 na ule mstari wa 15, kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Sikiliza point. Bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwa hiyo Kristo alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote, lakini tunaambiwa kwamba Kristo hakufanya dhambi. Je, mimi na wewe tunapojaribiwa, ni mara ngapi tumemkosea Mungu kutokana na majaribu tunayoyapitia? Ni mara ngapi tumetenda dhambi kutokana na majaribu tunayopitia? Wengine tumeshindwa kusimama imara katika ibada. Hii yote ni kwa sababu ya majaribu tunayopitia. Mwingine anakuambia, unajua, ninashindwa kuhudhuria ibada kwa sababu siwezi kwenda katika ibada familia yangu ikalala njaa. Je, njaa inakufanya utengane na upendo wa Kristo? Mwingine anakuambia, unajua, nimeshindwa kuhudhuria ibada, nimeshindwa kuzingatia mambo ya ibada ni kwa sababu mke wangu hapendi. Je, mke anaweza kukutenga na upendo wa Kristo? Mimi nasema, unajua, familia yangu, lakini hatupaswi kuweka vitu ambavyo vinakuwa vikisimama na kututenga na Kristo. Tunapaswa kusimama imara. Majaribu yanapotupata, tuamini ya kwamba Yesu Kristo alishinda kwa ajili yetu, ili kujaribiwa kwa imani zetu kuweze kuleta thaburi na tuweze kustahimili wakati wa majaribu. Kusoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 1. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 1 tunaendelea kujifunza, watu wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro 1 na ule mstari wa 7. Anasema hivi: ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipitayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwe kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe kujaribiwa, anasema ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina thamani kuu. Kwa hiyo tunapitia majaribu, lengo na makusudi ni kujaribu imani yetu. Ndio maana nikasema kwamba kama inavyosema Warumi 10 mstari wa 17, imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani yako imejengwa katika msingi upi? Imejengwa katika kusikia maneno ya Kristo, au maneno ya wanadamu, au maneno ya wachungaji, au maneno ya wainjilisti, au maneno ya wazee wa makanisa? Kama imani yako imejengwa kwa wanadamu, na kuambia ndugu yangu, utakapopitia majaribu hutaweza kustahimili, na wakati mwingine utatamani hata kufa. Lakini kama imani yako umejenga kwa Yesu Kristo, hakuna jambo lolote litakalo kuondoa katika upendo wake na kukufanya ufikirie. Lakini tunajua ya kwamba majaribu ni makali, ila inatupaswa tuvumilie kama vile Yesu alivyoshinda, na sisi tutashinda. Na Mungu yupo tayari kutushindia wakati wote, ni sisi tu kumuita. Maana yeye anasema hayuko mbali, yupo karibu. Kwa tunapopitia majaribu, tunapaswa kumuita Mungu na kumwambia, Baba, tumetambua ya kwamba jaribu tunayoyapitia ni wewe umeruhusu, ili kwamba imani zetu ziweze kujaribiwa. Kama vile dhahabu inavyopitishwa katika moto, ndivyo imani zetu nazipitisha katika majaribu na mateso mengine, wakati mwingine yanakuwa ni makali. Tumetambua ya kwamba lengo na makusudi ni kuzijaribu imani zetu, kwa sababu umeahidi ya kwamba utaweka mlango kwa ajili ya kutokea. Tuseme kama Paulo alivyozungumza katika kitabu cha Efeso 1 na ule mstari wa 18. Haya ndiyo maombi ambayo mtu wa Mungu unapaswa kumwambia Mungu katika kipindi hiki ambacho tunaishi, kipindi ambacho ulimwengu umeingia katika uovu, ulimwengu umeingia katika dhambi, na tunajikuta tukijaribiwa na sisi pia. Lakini neno hili ndilo neno ambalo unapaswa kumwambia Mungu.
katika kitabu cha Efeso 1 na ule mstari wa 18. Anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Tunapaswa kumwambia Mungu macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yetu yatakapotiwa nuru, tutaweza kuona mlango ambao Mungu ameuweka kwa ajili ya kushinda majaribu. Basi kwa kipindi hiki ambacho nihitaji tuweze kushirikiana pamoja na kutiana moyo, kama utakuwa na swali au utakuwa na jambo lolote, basi nikusii unaweza ukaniandikia kwenye comment hapo, alafu baadaye na mimi nikaja nikajibu. Basi Mungu awabariki sana na niwatakie siku njema.